Uchungu wa mwana sasa nani? Wetu wa Chama cha Mapinduzi kata yetu ya Buseresere, Mheshimiwa katibu wetu wa Chama cha Mapinduzi kata ya Buseresere, Mheshimiwa mgombea wetu wa tiketi ya udiwani kata ya Buseresere, viongozi wenzangu niliowaacha wenye viti wa serikali za vijiji, viongozi wa chama matawi na ndugu zangu wanachama wa Chama cha Mapinduzi pamoja na wananchi wenzangu wa Izenga. Bwana Yesu asifiwe. Asalamu alaykum. Mlanda Izenga, mimi leo nimekuja kusimama mbele yenu kuwaambia machache. Nchi yetu ina utaratibu, kila baada ya miaka mitano inabadilisha uongozi. Kila baada ya miaka mitano kutokana na katiba yetu tunatakiwa tuchague viongozi. Kila chama kinaokuwa na nafasi ya kuleta viongozi wao katika ushindani ili waweze kutusaidia maendeleo kwenye kata yetu, kwenye jimbo pamoja na taifa. Na ndugu zangu niwaambie, malengo ya vyama vyote duniani ni kushika dola. Ili viweze kushika dola ni pale vinavyoaminiwa kupitia uchaguzi. Ndugu zangu, mtu huwezi kujua unapokwenda kama huwezi kujua unapotoka. Tunapotoka tunapajua, ndipo sasa tunapaona, na tunapotarajia kwenda tunapaona pia. Mimi niwaambie ndugu zangu, chama kinachoweza kuendelea kutuletea maendeleo ni Chama cha Mapinduzi. Kinao utaratibu chama chetu wa kuandaa viongozi wanaotokana na chama chetu. Nafasi zinatolewa, watu wanaomba. Mheshimiwa mwenyekiti wa chama, mimi kwenye nafasi ya udiwani sijastaafu, nilingatuka. CCM oye! Nilingatuka ili nipishe vijana wangu wengine, vijana wenzangu, na wao waonyeshe uwezo wao kuweza kuongoza kata. Kwa bado tunao uwezo wa kuendelea kuwa viongozi, lakini wakati tunaingia madarakani baadhi ya watu hawakuamini kama tunaweza tukaifikisha Buseresere hapa ilipo. Na leo tunaleta nguvu nyingine ili iweze kutusaidia kutuvusha hapa tulipofika na tuhakikishe kwamba tunaendelea kusonga mbele. Ndugu zangu wanachama Chama cha Mapinduzi, tumie nafasi hii kuwashukuru. Mmeleta kiongozi, mmechagua kiongozi, walikuwepo wengi. Sisi watu shindani, isipokuwa mmoja wetu anapopata nafasi tunamtanguliza kama kiongozi. Chama kimemtanguliza kijana mwenzetu, mdogo wetu. Tumeamua kumleta mbele yenu kwa sababu kule kwenye chama chetu wameshinda. Wanachama wamemwamini kwa 100%. Na walimpa kura nyingi sana. Kwa sababu ya maneno aliyokuwa anawaambia namna ya kutaka kuivusha Buseresere. Ndugu zangu, Buseresere nilikuta ni ya 22 kwenye maendeleo ya wilaya ya Chato kati ya kata 23. Lakini leo ninaongea kifua mbele, Buseresere tumeiacha ni ya kwanza kwenye maendeleo. Kwenye mapato ya halmashauri ya wilaya ya Chato, Buseresere ni ya kwanza. Tumewaletea kiongozi mwingine ambaye ataendelea kuendeleza pale tulipoishia sisi. Malengo yangu ilikuwa ni kila kijiji kiwe na sekondari. Tumejitahidi, tumefanya sekondari 4 kati ya vijiji 7. Tumuamini na yeye vile vijiji 3 vilivyobaki tuhakikishe kwamba tunapata sekondari. Tuna sekondari ya kidato cha 5 hapo kwenye kata yetu. Tunatamani tuwe na sekondari za form 5 na form 6 zaidi ya 1. Ndio. Haya mambo yote yanakwenda kufanyika kwa sababu tayari tunayo ilani. Ilani ni mkataba kati ya wananchi na wachaguliwa. Ndio baba. Ndugu zanguni, yako mambo mengi yaliyofanyika. Na tumeshirikiana kuhakikisha kwamba tunapata jimbo la Chato jipya, Chato Kusini. Ndio. Ni miongoni mwa watu ambao tumekaa kwenye vikao ili tuweze kupata jimbo jipya. Baada ya kuona nimeweza kuiongoza Buseresere na kuwa ya kwanza, nilijitathmini nikaona kwamba naweza nikastahili kuongoza jimbo. Lakini chama chetu kina utaratibu. Kinapoona mmoja anaweza kaongoza wengine tunamuunga mkono. Ndio. Binafsi tumie nafasi hii kukipongeza chama. Kimemleta mtu ambaye tunamudu, Bwana Pascal Rutandura. Mimi ni partner wangu, tumefanya naye kazi moja.
ni mtu ambaye kwa jambo lolote tunaweza tukamfika na tukamwambia na akajirekebisha. Mimi kwenye ubunge jamani nipo kama kuni ya akiba. Kuni ya akiba siku zote waga ndio inaenda kuchochea mambo yakae vizuri. Kwa hiyo mimi bado nipo mwanachama Kusini. Mimi bado nipo kama mwana Buseresere. Tunatamani tuendelee mbele, hatuwezi kurudi nyuma. Tunaye diwani wetu, tunaweza kumshauri. Ndio bahati nzuri diwani huyu. Mimi ni rafiki wa baba yake, rafiki wa baba yangu ni baba yako, au sio? Ndio. Kwa wakati mwingine tutakwenda nyumbani tutamkalisha kikombe. Nini anachotakiwa kufanya? Bwana Mange, mimi ninaamini watu wa Mlanda wameshakuelewa. Nataka nyinyi msiongee. Nataka niongee na wana Mlanda tu. Si ndio? Nataka nisikie sauti za Mlanda nyumbani kwangu. Mlanda oye! Mbeho wao ya jibane. Wana Mlanda. Banga balami nige ko manga tamaniro kuyomba. Ako mkawero chene. Banga mlami ni manga tamaniro kuyomba. Sinyie ndo mlioniza. Nao amini mange hajui kuongea, naomba nione mkono juu. Asanteni sana. Mwenyekiti wetu wa kata ya Buseresere, lakini katibu wetu, lakini kaka yangu Godfrey Miti ameshanigeuka sasa hivi. Mlanda oye! Mwatera wa mayoane na baba emiza esega memola kaya mwale kagamola kinaha kaya ise angu niliyoko hapa mbele yenu ni mtoto wenu mnayenifahamu siku nyingi, mnayeishi naye siku nyingi, anayejua shida za Mlanda zinapoanzia na zinapoishia. Abange wene kwiza kutulemba duhu ubiza tukamwagika hawa hangomba tulimwa ha twajano n'umongo aho tutinawegijwa n'eri daraja aho gitwaja byabose. Lakini wengine hapa wanakuja kutupaga uji tu mdomoni. Niwaombe tusikubali kushawishoka namna hiyo. Tunataka maendeleo yaje na sisi hapa Izenga Mlanda. Tunajua tunazo changamoto. Nikianzia kwenye upande wa afya. Tunajua kabisa Mlanda hatuna zahanati jamani. Wangapi wanasema tuna zahanati? Hatuna zahanati. Lakini ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi, hii niliyoishikilia hapa inaenda kukamilisha majengo 35 katika wilaya yetu ya Chato yaliyoanzishwa na nguvu za wananchi. Kazi yangu ni moja tu, ni kwenda kupambana ili kusudi Mlanda tupate zahanati, kwa sababu zimo zimeorozeshwa. Kwa niwaombe sana wazazi wangu, mkanipigie kula niende nikapambane tupate zahanati yetu pale. Sio kwa kujitungia imo humu. Lakini mtu anakuja na kuambia mimi nitaitengeneza. Sijui ataitengeneza pale na hela yako tuwekeja kweli yende. Kwa niwaombe sana tusikubali kushawishoka namna hiyo. Sisi ndo tunazijua shida zetu na sisi ndo tunatakiwa kuzimaliza. Katika ilani yetu hii ya Chama cha Mapinduzi imeeleza kwamba uchaguzi huu ukishakamilika, imeeleza ndani ya miaka 5 ya mama yetu Samia Suluhu Hassan itaenda kusambaza umeme kwa kila kaya. Na makofi tuhokole mayu. Kwa hiyo tunaenda kupata umeme. Kwenye upande wa mabarabara, naomba niwaambie ukweli. Chama cha Mapinduzi kimejipanga na serikali yake. Wilaya yetu hii ya Chato na jimbo letu jipya la Chato Kusini
linatengeneza mabarabara kilomita 250.50 ya changarawi. Lazima tupate barabara letu hapa. Nayoelezea ndugu zangu ni ya ukweli, kwa sababu yamo kwenye ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2020-2025 kwenda 2030. Hayo ndo yanaenda kutekelezeka. Lakini kwenye upande wa wazee wetu, kuanzia wazee wa miaka 60, ilani hii ya Chama cha Mapinduzi inaenda kuwapatia bima za afya ndani ya siku 100 ili wasio wanahangaika kwenda kutibiwa kwenye kituo chetu cha afya pale Mapinduzi. Jamani, huyu mama tumpe nini? Tunatakiwa tumlipe kwa kula za kutosha. Anatupendelea kwa sababu tulipata machungu. Kwa hiyo niwaombe sana wazazi wangu, twende tukakichague Chama cha Mapinduzi, na mimi mkanichague mtoto wenu niwe mwakilishi wenu ninayejua shida zetu tunazoishi nazo sisi wenyewe. Lakini tunajua wote hapa tulio hapa, tunajua kwamba kuna zoezi ambalo linaendelea katika kijiji chetu. Serikali imeamua kutoa hela kwenye kijiji cha Mlanda ili kuondoa usumbufu wa watoto wetu. Wengine wanatoka huku kabisa jirani na Mwambu kwenda kupata elimu kule mpakani mwa Mapinduzi. Tunaenda kuongezewa shule hapa ambayo tayari sasa hivi tumeshaingiziwa pesa milioni 138.4 ajili ya kumalizia shule yetu hii hapa. Kuna madarasa 5 ambayo yanajengwa mpaka sasa hivi 5. Mama tumpe nini? Tumpeni kula. Niwaombe sana ndugu zangu wana Mlanda, hawa wanaotupotosha hawa tutarudi nyuma. Lakini nimpongeze sana mtangulizi wangu kwa kufika hapa kwa siku ya leo. Hapa Mlanda tuna changamoto ya kiwanja cha michezo. Mlanda hatuna kiwanja cha michezo mpaka sasa hivi kimefungiwa, hakifanyi kazi. Twale twamanira ko babona bagude gude hena hatu tababonaga, bakisima twamanira ko babona hatu tababonaga, twitisha galigi ahena ha jambo ling'ombe hatoya. Nataka leo nimweleze na yeye anielewe hii changamoto paga ilipo sasa hivi. Inatakiwa nionyeshe ilipoanzia paga ilipo sasa hivi. Twende tukaimalize angalau ndani ya siku 20 kama nikipigiwa kula. Tukiwa na kiwanja cha michezo hapa, ndio mzunguko wetu wa biashara. Tunapata wageni wa aina mbalimbali, wanatoka Buseresere, wanatoka wapi. Tunapata changamoto nzuri ya biashara zetu hapa Mlanda. Lakini tunapokuwa hatuna kiwanja cha michezo, hatupati burudani za kutosha, biashara zetu zinakuwa chini. Niwaombe sana wazazi wangu, mkanipigie kula na hili twende tukalimalize. Tutoto jogi soku ikarageko, na mimi nitakuwa wa kwanza kuitisha ligi hapa Mlanda, na ahidi mbele yenu. Kwa hiyo niwaombe sana wana Mlanda, tujitokeze kwa wingi, twende tukapige kula, na tukipiga kula kwa wingi ndio maendeleo yetu. Tuache tusiwasikilize hawa wanaotupotosha kwamba eti tuna maandamano. Tuwe na maandamano ya aina moja tu, ya kwenda kupiga kula, kukipigia Chama cha Mapinduzi. Na sasa nataka niwaombe sasa wana Mlanda, kwa sababu kuna kitendo kinachoendelea hapa kwenye kijiji chetu. Wangapi wanasema tutembee kwa miguu kutoka hapa hadi shuleni tukaone kazi ya serikali ya Chama cha Mapinduzi inavyoendelea kufanya kazi katika Mlanda? Wangapi wanasema tutembee wote twende tukaone? Ninaomba kwa dakika hizi chache zilizobaki
ninaomba twende kwenye shule yetu tukaone kazi nao, ili kusudi hata pesa zetu hizi ambazo tumeingiziwa sisiwekee chenga, tukaone sisi wenyewe na tuhakikishe madarasa yetu 5 yanakamilika na matundu 6 ya vyoo za wasichana natakiwa vikamilike. Ninaomba sasa tuandamane wote twende tukaishuhudia shule yetu. Ndio baba. Katibu, niona una